Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Ndugu zangu, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nyinyi wote mliopata neema ya kusikiliza kipindi changu katika usiku wa leo. Baba Mungu wa mbinguni awatie nguvu, awatie nuru katika macho yenu, katika mioyo yenu, katika njia zenu zote na katika maisha yenu yote kwa ujumla. Pate kulisikia neno la Mungu, lipate kuwaingia neno la Mungu, mpate kutembea katika mapenzi ya Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaanza ibada hii nikikabidhi mikononi mwa Mungu wote mnaonisikiliza katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu zangu, leo ningependa kuzungumzia somo linaloitwa kutembea katika roho. Kutembea katika roho. Ndugu zangu, katika ulimwengu huu kila kiumbe unachokiona kina pande mbili. Kinakuwa na upande unaoonekana na ule upande usioonekana. Ule upande unaoonekana tunaita sehemu inayoonekana, yani mwili. Lakini uko upande ambao hauonekani kwa macho haya ya kawaida. Ule upande unaitwa upande wa roho. Ndio maana ndugu zangu, kuna ulimwengu wa design mbili. Ule ulimwengu unaoonekana na ule ulimwengu usioonekana. Kwa ndugu zangu, ninapozungumza kutembea katika roho, nina maana ya kwamba kutembea katika ule ulimwengu usioonekana, ulimwengu wa roho ambao unaweza ukaonekana, lakini si katika macho haya ya kibinadamu. Kwa hiyo ndugu zangu, mwanadamu ana sehemu mbili. Ana upande wa mwili unaoonekana na anao mwili usioonekana kwa macho ya kibinadamu, na upande huo ni upande wa roho. Kwa hiyo kutembea katika roho, kila kiumbe, kila mwanadamu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu automatiki anatembea katika roho, iwe anajua awe hajui. Kwa nini? Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu alivyotengeneza ulimwengu, na ndivyo alivyotuumba sisi katika sehemu mbili, sehemu inayoonekana na sehemu isiyoonekana. Kwa kutembea katika roho ni kile kitendo cha kufahamu ya kwamba mimi kama mwanadamu ni roho, nimevaa mwili. Kwa hiyo kutembea katika roho ni kitendo cha kurudi katika roho yako, cha kurudi katika ufahamu wako, kuamua unataka kutembea. Je, unataka kutembea katika mwili tu au unataka kutembea katika roho tu? Sasa naposema kutembea katika mwili tu na kutembea katika roho tu, ningependa kusoma kile kitabu cha Mwanzo 1 sura ya 1 mpaka ya 2 ili tupate kufahamu. Maana ili tuweze kufahamu ni lazima turudi mwanzo, turudi kwa huyu Mungu anasema nini juu ya kutembea katika mwili, vitu vinavyoonekana, na kutembea katika roho, vitu visivyoonekana katika macho ya kibinadamu.
Hebu tuone katika hii Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1 mpaka 2 nasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ndugu zangu, kutembea katika roho, automatiki wewe kama mwanadamu unatembea katika roho. Automatiki unatembea katika roho. Lakini tunapojifunza kwa huyu Mungu, tunaona kwamba roho ya Mungu ilitulia juu ya maji wakati hapo mwanzo Mungu anafanya uumbaji. Lakini tunaambiwa katika wakati huo, hapo mwanzo kulikuwa na utupu, kulikuwa na giza, kulikuwa na ukiwa, kulikuwa na Mungu, hakukuwa na nuru. Kulikuwa na giza, hakukuwa na nuru. Roho ya Mungu ikasema, mstari wa 3, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ni njema. Ndugu zangu, ninapozungumza kutembea katika roho, ninazungumza pande mbili. Ninazungumza kutembea katika nuru ambaye ni Mungu, au kutembea katika giza ambaye ni shetani. Giza ni uasi dhidi ya Mungu. Kwa ndugu zangu, kila mwanadamu anatembea katika roho. Anatembea either katika nuru au katika giza. Maana ziko pande mbili tu ambazo mwanadamu anaweza akatembea katika roho. Anatembea katika nuru au anatembea katika giza. Ile nuru ndiyo Roho Mtakatifu, lakini ile giza ni roho ambazo si takatifu. Ni uasi, ni kwenda kinyume na yale mapenzi ya Mungu. Kwa ndugu zangu, hatua ya kwanza ili tuweze kutembea katika roho, ziko hatua. Yako mambo ya kuyafahamu. Wewe unaitaka kutembea katika roho, lakini mimi hapa nazungumzia kutembea katika Roho Mtakatifu. Ninajua unatembea katika roho, lakini sijui unatembea katika roho ipi. Je, unatembea katika roho ya nuru au unatembea katika roho ya giza? Lakini mimi niko hapa kufundisha jinsi ya hatua muhimu ili uweze kutembea katika Roho Mtakatifu, yule Roho wa Mungu, namna ya kutembea katika Roho wa Mungu. Na hatua ya kwanza ya kutembea na huyu Roho wa Mungu ni kuanza mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliviumba ulimwengu. Hapo mwanzo kulikuwa na Mungu, kulikuwa na neno la Mungu. Kuanza mwanzo ni hatua muhimu ili uweze kutembea katika roho. Ni lazima urudi mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwa na Mungu. Hapo mwanzo wako ni wapi? Ni kwenye roho yako, ni kwenye nafsi yako, ndani ya nafsi yako, ndani ya roho yako. Hapo ndipo mwanzo wako, na unaweza kurudi hapo mwanzo kwa kurudi kwa Mungu, kwa kumuomba Mungu, kwa kumwambia Mungu kwamba ninataka Mungu kutembea katika Roho Mtakatifu. Ninamuomba huyu Roho Mtakatifu, ninaomba unifundishe kutembea na huyu Roho Mtakatifu. Hapo mwanzo kulikuwa na Mungu. Kwa hatua ya kwanza ili uweze kutembea katika Roho Mtakatifu ni kurudi mwanzo
Mwanzo wako ni kwenye roho yako. Kwenye roho yako ndio kwenye Mungu wako. Mungu wako yuko ndani ya moyo wako, yuko ndani ya roho yako. Yeye anataka kusema na wewe, yeye anataka kuzungumza na wewe, lakini unatakiwa kurudi mwanzo, kusema ndani ya moyo wako kwamba nataka nikusikilize Mungu, nataka nikusikilize wewe Mtakatifu. Hapo ndipo tutakapokuwa tumechukua hatua ya kwanza. Tutakuwa tumeiendea hatua ya kwanza ya kutembea katika Roho Mtakatifu, ya kutembea katika Roho Mtakatifu, yule Roho wa Mungu, kufahamu ya kwamba mwanzo wetu ni kwenye mioyo yetu, ni kwenye roho yetu, ni kwenye ndani ya fahamu zetu. Hapo ndipo tutaweza kurudi mwanzo na tutaweza kuchukua hatua ambayo ni muhimu sana kwa mtu ambaye anataka kutembea katika Roho, tena Roho Mtakatifu. Basi ndugu zangu, ninashukuru sana kwa wakati huu. Ninawashukuru sana wote mnaonisikiliza.